Ndo msanifu rahimahullahu ta'ala naye anaendelea akituambia wal fannu alladhi nahnu bisadadihi alfiqh, na sisi somo ambalo kwamba tuko nalo ni fiqhi ambao kwamba kitabu tutasoma ndani yake. Anatuambia fahadduhu, taarifu yake sasa. Taarifu bi maana ya fiqhi ni nini? Al-ilmu bil ahkami ash-shari'ati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyya. Atuambia taarifu ya fiqhi ni elimu ambayo kwamba imefungamana na ahkam, lakini ahkamu zenyewe ni ahkamu shari'iyya, ni ahkamu ambazo kwamba ni za kisheria. Kisha al-amaliyya ambazo kwamba ni ahkamu za kisheria ambazo kwamba huwa tunazifanya kila siku. Tena al-muktasabu, tena ile elimu ni waweza kuipata kwa kuisoma, min adillatiha, ambayo elimu hiyo inapitia katika adilla ambazo kwamba ni at-tafsiliyya. Tukieleza maana moja moja neno, atuambia al-ilmu bil ahkam ni kufahamu zile hukumu za kisheria, kwa sababu sisi tunajua kuna ahkamu za wadhiya, kuna hukumu zimewekwa na watu tu. Mathalan fa'ilun marfu', fa'il anakuwa ni marfu kila siku. Hii ni watu wameweka tu ambao wamepitia lugha ya Kiarabu wakaona yule fa'il huwa ni mwenye kurufaisha. Hii tunakwambia ni hukumu ya kiwadhiya. Ama hukumu na akliya, kuna yana ni vitu vihitaji hukumu ya kisheria, yahitaji hukumu tu ya kiakili. Nusu ya moja nusu ya mbili itakuwa ni moja, mfano kama huo. Jua hili linachoma kutokana na ile harara yake. Kuna vitu vinahitaji ahkamu tu za kuhukumu kwa kupitia akili zetu. Lakini pia vile vile akatuambia al-amaliyya, tena vile zile ahkamu ambazo kwamba sisi kila siku ufanye, kuswali kule, kuchukua udhu, kukoga, kutoa zaka, ni vitu ambavyo kwamba tunavifanya kila siku, al-amaliyya. Lakini pia vile vile al-muktasab, hii ni sifa ya al-ilm. Wengi katika taarifu kama hii huwa tunarudisha sifa kama hii katika ahkam. Al-muktasab bi maana hii ilmu waweza kuipata kwa kupitia kusoma, kwa sababu kuna elimu zingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupa tu yeye mwenyewe, lakini hii elimu ya fiqh huwezi ukaifahamu isipokuwa kwa kuisoma. Bi maana waweza kuipata kwa kuikusanya, kwa kuisoma, lakini inapitia kutokana na zile adilla zake ama shawahid ama dalili ambazo kwamba ni za tafsilia. Hii ilikuwa ni taarifu ya kifiqhi ambapo kwamba musannif rahimahullah ta'ala ameashiria. Lakini tukija katika jambo la pili, maudhu'uhu, linadili na nini ili somo la fiqhi? Anatuambia af'alu al-mukallafin, ni matendo ya wale waliokalifishwa. Bimaana fiqhi inadili na vitendo vyote sote sisi, kuswali kule, kuchukua udhu, kutoa zaka, kufunga, haji, nikaha, masala yote ambayo kwamba tunafahamu katika dini yetu ambayo kwamba ni mukallaf, tumekalifishwa sisi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufanya, basi fiqhi inadili na masala kama haya. Lakini faida ya somo kama hili ni nini, ama matunda ya kusoma somo kama hili? Atuambia imtithalul awamir, ni kufuata amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wajtinabun nawahi, lakini pia vile vile kujikinga na katazo yake al-haqu Subhanahu wa Ta'ala. Wa masailuhu, masala yake anatuambia hiya al-qadaya allati tudhkaru fihi, masaili ambayo kwamba tutajifunza ni yote yale ambayo kwamba tutayasoma katika kitabu hichi, ambayo ni tahara. Tutaanza, tutasoma swala, tutasoma zaka, tutasoma zile masala yote ambayo kwamba yamefungamana na af'alu al-mukallafin. Lazima pia ile somo unalolisoma ufahamu pia jina lake, kwa anatuambia ilmu al-fiqh. Lakini pia vile vile, je, hii elimu asili yake ni gani, imetokea wapi? Basi tunaambiwa istimdaduhu, ile chimbuko lake na shina, min al-kitab, kwanza imetoka katika al-Qur'anul Karim, lakini pia vile vile as-sunnah, katika hadithi za Bwana Mtume Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia vile vile katika al-ijma kama tutavyokuja kuashiriana mbele kwa tafsil, ijma ni ile makubaliano ya maulama kwamba kuna jambo halijapatikana katika Qur'ani, kuna jambo halijapatikana katika Sunna, basi maulama wakakubaliana katika jambo fulani, basi ile inaitwa al-ijma. Pia ni moja ya istimdani ya machumbuko ya elimu kama hii. Lakini pia vile vile al-qiyas ni kutokamana na qiyas. Qiyas pia ni jambo ambalo kwamba halikuja nasi ambayo kwamba ni sarih ama ambayo kwamba ni iko wazi kabisa, basi maulama wakafanya qiyas. Ikiwa jambo hili limekatazwa, basi na hili huenda likakatazwa na mfano kama. Kwa hiyo tunapata chimbuko la elimu kama hii ni kutokamana na kitabu, bimaana al-Qur'an al-Karim wa sunna, hadithi za mtume, matendo yake yote, al-ijma ya maulama na al-qiyas. Je, ni hukumu gani kwa mwenye kujifunza elimu kama hii? Atuambia kwamba al-wujubu al-aini, kwa sababu hapa swali linakuja, je, kujisoma ile fiqh ni faradhi ama ni sunna? Basi tunakwambia ni wajibu, kila mtu anatakiwa asome. Haitoshelezi akasoma mtu mmoja ikawa imetosheleza sote. Na maana toka akatuambia al-wujub al-aini, ni kila mtu mmoja wapo lazima ifahamu ile fiqh, kwa sababu swala yako na swali mwenyewe hakuna siku moja ama siku nyingine utakayokuja kuswaliwa na mtu mwingine. Atuambia fima tatawakafu alayhi sihatul ibada, ile wujubu al-aini anayetuelezea ni jambo ambalo kwamba linategemea kusihi kwa ile ibada, wal muamalatin wal munakaha, yani ile kule kusihi kwa kitu kunategemea ile fiqh katika ibada zote ambazo kama tunazifahamu, swala, zaka, saumu na haji. Lakini pia muamala katika kununua, kuuza, kufanyaje, kuazimana vitu na mfano kama huo. Lakini pia vile vile wal munakaha katika masala ya ndoa. Sasa masala kama yote haya yatakikana ile fiqh. Si lazima uzame ndani ile fiqh, inatakikana ujue ile kitu fulani nikifanya kinasoi, swala yangu nikifanya hivi itakuwa ni batil, swala yangu nikifanya hivi itakuwa imekosa sharti na mfano kama huo. Lakini nakuja kuwa ni ujubul kifai fi ma zada ala dhalika ila bulughi darajatil fatwa. Sasa yule ambaye kwamba atataka kusoma zaidi mpaka kufika katika daraja ya kutoa fatwa, basi tunakwambia ile itakuwa ni ujubu al-kifai. Akisoma mmoja katika mji akafika katika daraja hiyo ya kufika katika kutoa fatwa na kuwa na masail na kuwa na elimu nzuri zaidi, basi tunakwambia yatosheleza. Si lazima wote tufike katika daraja kama hii, lakini inakuwa ni sunna fi mazada ala dhalika. Itakuwa ni sunna ikiwa mtu atazidisha ile elimu yake pale katika ile daraja aliyoitaja. Kisha nakuja jambo lingine, atuambia wa nisbatuhu ila sa'ir al-ulum. Kuna mafungamano gani kati ya elimu ya fiqh na elimu zingine, mathalan ni tibbi, mathalan ni elimu ya zingine ambazo kwamba zimebakia? Atuambia al-mughayaratu laha, kuna tofauti mkubwa, kwa sababu elimu ya fiqh kifungamanisha na mathalan na elimu ya tibbi hakuna mafungamano yoyote, kwa sababu hakuna kinachoendana ndani yake. Kwa hiyo hakuna mafungamano kati ya fiqh na elimu zingine. Lakini wafadhuhu, ni ipi fadhila ya elimu ya fiqh? Atuambia faqanuhu ala sa'ir al-ulum, elimu ya fiqh ndo elimu kubwa ama ndo elimu yenye fadhila kubwa kushinda elimu zingine. Hata ukiangalia maulama ambao kwamba wamepata ushuhura na umaarufu ni maulama ambao kwamba wamedili na masala ya fiqh. Kuna maulama wa qiraati, kuna maulama wa lugha, lakini angalia al-Imam Shafi'i, al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Ahmad ibn Hanbal, wao wanatajika zaidi kutokana na nini? Kutokana na kule kujishughulisha kwao katika elimu ya fiqh. Kwa hiyo fadhila ya elimu ya fiqh inazidi elimu zote ambazo kwamba mtu anazijua. Wadhi'uhu, nani ameweka elimu kama hii? Basi humul a'immatu al-mujtahidun, ni wale maulama ambao kwamba wanaitwa al-mujtahidun, waliofanya jitihad. Kuna masala ya kuelezea katika a'immatul mujtahidun, si mahali pake
lakini tufahamu kwamba hii elimu imewekwa na maulama. Mfano katika madhhabu ya Imam Shafi'i sisi tunadili na sana na al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Moja kwa moja msanifu rahimahullah ta'ala akaanza kitabu chake kwa mlango unaoitwa at-tahara. At-tahara kwanza akatueleza at-tahara lughatan. Tahara kilugha anatuambia an-nadhafatu wal khulusu min al-adnas hissiyatan kanat kal anjas au ma'nawiyatan kal uyul. Nadhafa definition yake inavyofahamika kwa watu wa lugha, anatuambia an-nadhafatu ni kule kujisafisha ama usafi, wal khulusu min al-adnas, lakini pia kwa vile vile kutokamana ama kujiweka mbali kutokamana na uchafu. Ule uchafu ima hisiyatan ni uchafu wa kihisia, bimaana wa mathalan ni uchafu kabisa ambao kama unaweza kuuona, am kal anjas kama najisi vile. Huo ndo uchafu ambao kwamba ni wa kihisia, bimaana tunaweza kuudiriki kwa macho, tunaweza kuudiriki kwa pua, kwa kunusa, kwa kulamba na mfano kama ndo maana hisia. Huu ni uchafu. Lakini pia vile vile kuna uchafu wa kimaanawia, mathalan kuwa na hasad, kuwa na aibu, kuwa na hikdi. Hizo ni uchafu wa kiroho. Kwa hiyo hii ndo at-taharatu kilugha, ni kule usafi ama kuepukana na uchafu. Ule uchafu sawa sawa uwe ni wa kihisia, bimaana kama mfano wake kama aljas, bimaana najisi, ama ule uchafu uwe ni kama wa kimaanawia, mfano tulivyotoa kama hikdi na hasad na mfano kama huo. Lakini ukija katika taarifu ya kishar'an, na hapa ambapo kwamba sisi tunapata zaidi, atuambia fi'lu ma tatawaqafu alayhi ibahatun walau min ba'd alwujuhi au thawabun mujarradun. Kisheria fiqhi taarifu yake atuambia fi'lu ma tatawaqafu alayhi ibahatun ni jambo ambalo kwamba alipiti ama alitoswihi jambo lingine isipokuwa kwacho. Fi'lu ni jambo ambalo kwamba ma tatawaqafu alayhi ibahatun, halitoswihi jambo lingine ama alitoweza kupita jambo lingine ama alitokuwa ni halali jambo lingine isipokuwa kwacho, ama isipokuwa kwa hiyo elimu ambayo ni tahara, afwan, ambapo kwamba hiyo tahara lao ikipatikana basi lile jambo pia linakuwa ni halali ama limeswihi. Walau min baadhi alwujuh, hata kama ni kutokamana na baadhi ya ujuh, tutaelezeana kwa sababu gani ameleta kauli kama hii. Au thawabun mujarradun, ama ikiwa ni mujarrad wa kupata thawabu. Bimaana aliposema fi'lun ma tatawaqafu alayhi ibahatun, ni jambo ambalo kwamba halitoswihi ama halitopita isipokuwa kwa tahara ama kwa ule usafi. Mfano swala haitoswihi isipokuwa kwa tahara. Kwa hiyo tunakwambia ni jambo ambalo tahara ni jambo ambalo kwamba swala haitopita isipokuwa kwalo. Walau min baadhi alwujuh, hapa kikusudia hata kama ikiwa si katika baadhi ya sehemu ama baadhi ya sampuli, akikusudia mathalan ni tayammum ni katika far'u ya kujitoharisha, ni tahara, lakini tahara ambayo kwamba ni ya far'u ya baada ya kukosa maji waweza kutumia mchanga. Kwa tunakwambia walau min baadhi alwujuh, ili ingie ile atayammum na mfano huo. Au thawabu mujarradun, ama hiyo tahara ikawa ni sababu ya wewe kupata thawabu. Kivipi? Kwa sababu sisi tumeshurutishwa kuosha mkono mara moja, ile kuosha ya pili na ya tatu ile ni kwa ajili ya kupata thawabu, kupata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu pale utakapokuwa umeosha mara ya kwanza tayari unakuwa umepata thawabu na umeshatahirika na kwa tahara umeipata. Lakini pale unapokuwa umerudia, basi nakwambia ile tahara ya pili na ya tatu ni mujarrad wa kupata thawabu. Kwa hiyo ndo taarifu ya tahara ametupa kilugha, lakini pia vile vile ametupa kishar'a. Anatuambia fi'lu ma tatawaqafu alayhi ibahatun walau min ba'dhi alwujuhi au thawabun mujarradun. Ndo tahara. Lakini katika tahara kuna wasailu tahara wa maqasiduha.
tahara ina maqasid, yani madhumuni ya kujitaharisha, lakini pia vile vile ili kufikia katika yale malengo ama kufikia katika yale madhumuni, kuna vitu vinaitwa wasail, vile visababishi vya kufikia katika sehemu kama ile. Mathalan, tukitoa mfano hai, wewe unataka kwenda nchi fulani, mathalan unataka kwenda Kenya na wewe upo Tanzania. Kwa hiyo tunakwambia wewe hadafi yako ama goal ama madhumuni yako nchi ambayo kwamba unataka kwenda ni Kenya, lakini kufika Kenya kutoka Tanzania mpaka kufika Kenya lazima kuwe kuna kitu ambacho kwamba kitakupeleka. Sasa kile kitakachokupeleka tunakiita kisababishi ama wasila. Kile ima hiyo ni gari ama hiyo ni pikipiki ama hiyo ni ndege. Sasa ile tunaita wasila. Vile vile katika tahara kuna visababishi ama wasila ambavyo kwamba vinatupeleka katika ule tahara. Ndio natuambia li taharatu arba'a wasail, tahara ina wasail 4 na 4 maqasid, lakini pia vile vile ina maqasidi manne. Atome fal wasailu, vile vinatufanya sisi tufiki katika maqasidi ama malengo yetu ya kutahirika. Cha kwanza ni maji, alma. Tutazungumzia maji yanotakikana, maji ambayo kwamba hayatakikani, maji ambayo kwamba yamenajisika na mfano kama hiyo. Hii ndio fikhi yote. Tumeanza na tahara, kisha tazungumzia maji, kisha tazungumzia kinachofuata na mfano. Kwa hiyo wasaili ya kwanza ni alma, ni maji. Kisha pili ni at-turab, ni mchanga. Kisha tatu ni ad-dabigh, kule kufanya dibagh. Tutaelezeana maana kufanya dibagh. Kisha nyingine wa hajaru al-istinja. Hivi ndio vitu vinne ambavyo kwamba vinaitwa wasail. Ima mtu ataweza kutumia maji katika kuondosha hadathi ama kuondosha hadath al-asghar ma akbar ama kuondosha najisi na mfano kama huo. Ikiwa kumekosekana maji, basi kuna turabu. Kwa hiyo ni turabu ni tahara ya badila, ni mbadala wa maji na mfano kama huo. Na kisha vile vile ad-dibagh, ad-dabgh ni kule kusafisha kitu ama kusafisha ngozi kwa kifaa ama kwa vitu ambavyo kwamba vinatoa ile najisi ya ile ngozi, kutoa damu, kutoa zile mafuta, ile ngozi tuweze sisi kuitumia, kwa sababu ile ngozi imetoka kwa mnyama na kwa ni najisi. Ili iweze kutahirika kuna njia yake ya kufanya iwe ni tahara. Kwa hiyo dabh ni katika wasaili ya kufanya kitu kikao katika kikapeleka katika utahara. Lakini pia vile vile kwenye hajarul istijaa, majiwe kwa haraka tutasema hivyo. Kisha mbele ni kuleta shiriana, hajar si lazima yawe ni mawe tu, kitu chochote ambacho kwamba tutakuwa kimefikia zile shuruti ambazo kwamba ni za hajar, basi tunakiita hajar, yani jiwe la kufanya al-istinja. Kwa hiyo hizi ndo wasaili za at-tahara. Kisha msanifu rahimahullah moja kwa moja akaanza kuelezea maji. Tuambia wa innama yutahiru almau idha kana mutlaqan, maji ambayo kwamba sasa ikiwa tumeanza sisi na jambo letu la kwanza ambalo kwamba ni maji. Kwa hiyo lazima sisi tuyazungumzie maji, tuyafahamu maji yanotakikana ni yapi, ili sisi tuchukue udhu ambao kwamba ni kamili. Kwa hiyo hapa cha kwanza tutazungumzia maji. Na natuambia wa innama yutahiru almau idha kana mutlaqa, maji ambayo kwamba mtu ataweza akatumia na akatahirika ni yale maji ambayo kwamba ni mutlaq. Nini maana mutlaq? Ni maji ambayo kwamba ukiyaita maji hautoleta qaidi mbele, hautoleta sifa yoyote. Mathalan, maji ambayo kwamba yametiwa kitu, mathalan ni unga, mathalan ni majani ya chai, yale uwezo kaita maji, yameshakuwa ni maji ya chai mathalan, ama ni maji ya unga na mfano kama. Lau ukisema maji bila kutia sifa yoyote, basi haya ndo maji yanayotakikana katika kujitahirishia, katika kuondosha najisi ama kuondosha khabath.